Naitwa Mavere Tukai, ni mkurugenzi mkuu wa Bohari ya Dawa MSD, na kama mlivyoona leo tuna semina na wahariri wa vyombo vya habari, na lengo letu kubwa sana ni kama kawaida, kila mwaka tunakutana, tunabadilishana uzoefu, tunapeana mrejesho wa mambo ambayo tulikuwa tumepanga kuyatekeleza, lakini lengo letu ni moja tu, kuhakikisha kwamba Mtanzania anapata bidhaa yenye ubora ya afya. Na sisi ni watoto wa Wizara ya Afya. Medical Store Department iko chini ya Wizara ya Afya, na katika utekelezaji wetu wa kazi, majukumu yetu makubwa ni manne. Tunazalisha bidhaa za afya, tunanunua bidhaa za afya, tunazitunza kwenye maghala ambayo kama mnavyoona ni ya kisasa kabisa, na pia kuzisambaza, kuzipeleka kwa wateja wetu ambao ni hospitali, vituo vya afya, zahanati, ambapo kote huko wanategemea sisi, na wateja wetu wakubwa ni vituo vya serikali. Sasa tukija kwenye, labda tuanzie mwisho kuja mwanzo. Mwisho ni kwamba mteja au mgonjwa akienda hospitali apate dawa. Sasa mfumo wa upatikanaji wa bidhaa za afya hasa katika hospitali za umma au vituo vya afya vya umma una aina mbili au tatu. Supplier mkubwa au mpelekaji mkuu ni MSD, ambaye mpaka kwa sasa hivi tunasema ile command yake kwenye upande ule amefika, tunaita order fill rate au utimizaji wa matakwa yake inaanzia 81% mpaka 83%. Hizi ni taarifa za mwisho mwezi wa 3. Sasa hiyo asilimia iliyobaki 17 inatoka wapi? Serikali yetu kwa kuangalia namna ambavyo kila kitu kipatikane kwa utaratibu ambao unaeleweka, na mnajua kwamba masuala ya ununuzi ni sensitive na lazima afuate taratibu za ununuzi wa umma. Kila mkoa ulianzisha utaratibu unaitwa mshitiri au prime vendor, na ile ni kwamba wale kazi yao ni kucomplement au kujazilizia pale ambapo sisi tumepelea, na inaitwa jazia prime vendor, na lengo lake ni kujazilizia pale ambapo tumepungukiwa. Na pia pale inapotokea yule prime vendor hana, ndio kituo cha afya au hospitali za kaenda sehemu nyingine. Na kwa nini tunasema hivi? Bidhaa za afya ambazo ziko kwenye mzunguko Tanzania ni zaidi ya bidhaa 3000. Kwa unaposema dawa, tunazungumzia dawa 3000. Lakini kuna zile dawa muhimu ambazo zinapima mafanikio ya sekta yetu katika upatikanaji wa bidhaa, ziko bidhaa 382. Kwa hichi ndio kipimo mama. Baada ya pale sasa kuna vile vipimo maalum. Kwa mfano katika hospitali kubwa kabisa, zile kama za rufaa ni bidhaa kiasi gani, mpaka kile dispensary kidogo pia ni bidhaa kiasi gani. Kwa kifupi ndio ni vizuri kuelewa huo mtazamo. Sasa inafikaje kwenye upande wa kusema kwamba kila sehemu kile unasikia dawa ni zaidi ya 90%. Changamoto iko wapi? Si ndio? Sasa mara nyingine unakuta hata wewe tuseme, wewe umekwenda hospitali, umepimwa na umekutwa kwamba labda una tatizo fulani ambao kuna dawa maalum inabidi upewe. Unaweza mkaenda watu 15 hospitali, wote mkapata dawa, wewe ukakosa dawa yako moja. Sisi kwa sababu bado lengo letu ni kila mtu apate dawa, tutamwangalia zaidi yule mmoja. Ndio maana utasikia kwamba hii dawa mbona watu hawapati dawa, lakini kuangalia wangapi wanapata. Kwa sisi kwenye kipimo cha utendaji unapima kwa utimilifu. Lakini kwenye kipimo cha binadamu, hasa unapokuwa wewe una shida, unapima kwa upungufu. Kwa kibinadamu zaidi mimi naweza kusema kwamba ni sawa mtu kusema nimekwenda nimekosa dawa, lakini tungetamani kila mmoja apate dawa, lakini hakuna mfumo ambao ni 100% utapata kila unachohitaji. Na katika jitihada hizi za kuhakikisha kwamba kila mtu anapata bidhaa za afya, ndio pale mnakuja kukuta kwamba kunakuwa na, nadhani uwekezaji wa serikali mmeuona ni mkubwa mno. Yaani unajua ile wanasema awareness ya kupata huduma za afya au health seeking behavior imekuwa tofauti, kwa sababu wananchi sasa hivi wanakwenda zaidi kupata huduma. Wanaona kabisa kwamba bidhaa zipo, vituo vipo, vitanda vipo, si ndio? Mashine za kupima zipo. Kwa unakuta yule mtu tayari anakwenda anajua kwamba atapata kila kitu. Na siku zote binadamu ukishakuwa una matarajio ya juu, pia disappointment zinakuwepo. Lakini kwa ujumla ukiangalia tulipotoka miaka 5 tu iliyopita, hali ya utimilifu wa bidhaa za afya kwa wateja wetu imestiri kwa chini ya 40%. Sasa hivi tuko kwenye 80%. Kwa mnaona ile impact ya support ya serikali kwetu. Kuanzia jitihada za Mheshimiwa Rais mwenyewe kuboresha ile uwekezaji wa kwenye vituo vya afya, lakini jitihada za wizara pia kuhakikisha kwamba tunapata fungu la kununua dawa na kusambaza, lakini na usimamizi wa kusimamia sisi. Lakini pia mabadiliko ya ndani ya taasisi yetu ambayo kama tulivyo kwenye seminar hapo tunazungumzia sana reforms. Kwa MSD inafanya reforms. Sasa labda tukija kwenye maeneo machache niseme ambao tunaamini kwamba yana impact kubwa sana. Mheshimiwa Rais alipata zawadi ya Goalkeeping Award au kwamba kidunia ametambulika kwa namna alivyosaidia kupunguza vifo vya mama na mtoto. Si ndio? Lakini nini kilipelekea vile? Impact. Impact kutokana na kwamba dhamira ilikuwepo,
kinara yupo, kiongozi, si ndio? Rasilimali zilikuwepo za watu na fedha. Manake sisi messengers au sisi wanasema sisi ni washitiri, messengers. Tukapewa jukumu la kuhakikisha kwamba vifaa vinavyohitajika kwenda kumtunza yule mama na mtoto kipindi chake vimeenda kwa wakati vyote. Na wote ambao mtaenda kwenye vituo sasa hivi tuna hali nzuri sana compared to nchi ambazo ziko ukanda wetu. Ukija upande kwa mfano wa kusafisha damu, kwa watu ambao mnatokea mikoa ya jirani hapa, karibia kila hospitali ya mkoa sasa hivi inasafisha damu. Zile ni effort za serikali. Ukija kwenye mauchunguzi, x-ray, ultrasound, kupima moyo, achilia mbali yale mashine makubwa kama CT scan. Kwa ni kwamba sisi tunaweza kusema tunaenda mpaka kwa yule mteja wa mwisho. Na utatukuta zaidi MST kwenye zile dispensary ambazo watu wote hawafiki, sisi tunafika. Kwa sababu tu ya ile uwekezaji wa serikali ambao umetuwezesha, tuna magari ya kutosha, tuna maghala ambao tunaendelea kuongeza. Tutafikia nadhani mpaka mwisho wa mwakani tutakuwa tumefikia 100% ya malengo yetu ambao tutakuwa na infrastructure ya kuhifadhi na kusambaza bidhaa kwa mpaka mwaka 2035 bila kuwa na shida yoyote. Kwa ni malengo ya muda mrefu. Lakini pia ningependa kugusia vitu vile au vitatu ambavyo ni muhimu. Cha kwanza, tunajua hii hali ya kidunia sasa hivi ya hii shughuli ambayo inaendelea Iran. Kusema ukweli, sisi tunaathirika kama ambavyo mafuta yameathirika, mbolea inaathirika, chakula kinaathirika, lakini kwa kwetu pia dawa, kwa sababu tunaagiza kwa 80%. Kwa makusudi kabisa taasisi yetu ilikaa ikafanya tathmini, na pia tunapokea maombi ya wanaoleta bidhaa zetu kwamba bwana, tutachelewa kuleta au tunapandisha bei. Kwa lengo letu sisi tulifanya kile kikao ni kuangalia kwanza, kuwapa taarifa husika kwamba kuna hii inakuja, tujifunge mkanda. Lakini cha pili, tutakuwa pia na changamoto za vitu kama bei, ambavyo bahati nzuri sana kwa kushirikiana na Wizara ya Afya tayari we are on top of it. Tumeshakaa kimkakati kuangalia namna ambavyo tutarescue mazingira hayo ili kuhakikisha kwamba athari zake hata kama zitakuwepo basi siwezi kaiangusha kabisa sekta yetu ya afya. Kwa naweza kusema kwamba niondoe wasiwasi kwenye upande huo. Ya mwisho ni kuhusu uzalishaji wa bidhaa za ndani, ambao tumeongeza sana kununua bidhaa kutoka kwa wazalishaji wa ndani, lakini kupitia mpango maalum ambao waziri wetu wa afya Mheshimiwa Mchengerwa alianzisha ule wa kuaccelerate uzalishaji wa bidhaa kutoka ndani ya nchi. Kuna wawekezaji wengi sana wameonyesha interest ya kuwekeza viwandani. Na bahati nzuri sana kuna timu maalum iliundwa na Mheshimiwa Waziri ambayo inaendelea kufanya kazi. Hata mimi niko hapa, lakini wenzangu wanaendelea kule kuchambua katika yale maombi, na tunaona kabisa mambo yanaenda vizuri. Wawekezaji ni wengi, na vile vile maeneo serikali inatupatia kwa ajili ya kuweka hivyo viwanda. Na kingine kikubwa ni kufufua hata vile viwandani ambavyo kwa vimegelegalega, kwa mfano kiwanda cha Arusha cha TPI au cha Keko inaitwa KPI, kuvifufua na kisha kwamba vinakuja kuzalisha bidhaa. Kwa niseme kwamba haya mambo ya hormones yanaweza yakapungua zaidi athari zake kama tutazidi kuwekeza kuzalisha bidhaa za ndani. Kwa ni moja ya maeneo ambayo kwenye Bohari ya Dawa ni majukumu yake manne, lakini kwa uzito wake Mheshimiwa Rais alimkasimisha waziri wetu kuhakikisha kwamba anakuwa na mpango maalum wa kuhakikisha kwamba tunaharakisha uwekezaji wa viwanda vya ndani vya bidhaa za afya. Kwa niseme kwamba direction ipo ni vizuri, support tunayopata ni kubwa sana, na matunda yanaonekana. Kwa hata zile ambazo kuna mapungufu yapo, lakini kila siku tunalala au tunakesha kuhakikisha kwamba yanazidi kupungua. Na hii kusema ukipima performance yetu, kwa kweli tuko vizuri sana kama taifa kwenye upande wa bidhaa za afya na ubora wake vile vile. Nashukuru sana.